Kwanza ilikuwa ni game nzuri ambayo ukijaribu kuiangalia kwa kulinganisha performance ya timu zote mbili, ilikuwa ni moja kati ya mechi nzuri sana kuitizama, kuanzia kwa mwenyeji JKT Tanzania mpaka kwa mgeni wake ambaye alikuwa ni Simba Sports Club. Ukianza kuangalia JKT aina yao ya mpira ambao wameucheza katika siku ya leo, unagundua imekuwa ni timu ambayo imekuwa katika namna ya uchezaji, lakini pia wana nidhamu kubwa sana ya kuzuia. Yani namna ambavyo timu yao inajishape katika kipindi ambacho mpira upo kwa mpinzani imekuwa inakaa vizuri, kutokana na inashindwa kumpa mpinzani nafasi ya kuweza kupitisha mipira na kutengeneza nafasi za magoli au kufunga kabisa magoli. Ndio maana tumeona Simba imekuwa ngumu sana kwao leo kutengeneza nafasi nyingi, lakini pia imekuwa ngumu kwa Simba kuweza kufunga magoli mengi kama ambavyo tulishuhudia katika michezo mingi iliyopita ya ligi kuu ya NBC. Simba imekuwa ni timu ambayo inatengeneza sana nafasi, ina wachezaji wengi ambao wanatengeneza nafasi, wakina Gianni Ahoua, wakina Eli Mpanzu Kibisawala, unamwona Joshua Mutale Budo alikuwepo leo, lakini hakukuwa na zile nafasi nyingi zilizotengenezwa na timu ya Simba. Kwa sababu kubwa ni kwamba JKT Tanzania walikuwa wanakaa katika shepu nzuri wakati wa kuzuia, na kwa asilimia zaidi ya 60 mpaka 70 unaona JKT Tanzania wamefanikiwa katika upande huo. Kitu ambacho kilikuwa ni kama tatizo kwa timu ya JKT ni kwenye safu yao ya ushambuliaji. Ukiangalia umakini na ubunifu katika eneo la ushambuliaji ndio kitu pekee ambacho nadhani kilikosekana katika timu ya JKT Tanzania. Lakini ukiangalia kuanzia kwenye line ya kuzuia walikuwa hapo vizuri na kiwango bora kabisa. Angalia line yao ya midfield walikuwepo pia kina Ndemla, wakina Dilunga, lakini pia Shiza Ramadhani Kichuya. Angalie Nasoro namna ambavyo amecheza, lakini pia shida kubwa ilikuwa katika upande wa safu ya ushambuliaji. Ila ukiangalia Simba leo hii wamefanya baadhi ya rotation kwa wachezaji, kwa sababu ukiangalia Joshua Budo Mutale sio aina ya mchezaji ambaye amekuwa anaanza mara kwa mara katika kikosi cha kwanza, lakini pia Valentino Uma mechi yake ya pili anaanza kwenye first 11 na anaonyesha kiwango bora kabisa. Angalia safu ya ulinzi leo ilikuwa inaongozwa na Yusuf Kagoma ambaye alikuwa amekaa na Abdulrazak Hamza. Kwa hiyo unaona si wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa, lakini ule muunganiko wa timu ambao Fadlu Davis aliutengeneza kuanzia katika kiwanja cha mazoezi mpaka kufikia kwenye mechi unaona unatumika. Yani mchezaji anacheza katika position ambayo sio yake na timu inakuwa ipo stable, timu inakuwa haijateteleka kwa lolote, kwa sababu wachezaji tayari wanazoeana, wachezaji tayari wanajuana madhaifu yao, wanajuana ubora wao. Kwa hivyo ilikuwa ni ngumu kumuona Kagoma anakosea alafu Abdulrazak Hamza asiende ku clear lile kosa ambalo amelifanya Yusuf Kagoma. Yote kwa yote ilikuwa ni mchezo mzuri ambao Simba wamestahili kuweza kupata alama 3 kutokana na ubora ambao wameonyesha leo hii. Hawakucheza kwa kiwango kikubwa sana katika mechi ya leo, lakini angalau ulikuwa unaona mabadiliko ya wachezaji ambao wameingia kwenye kikosi yanafanya kazi. Mtu kama Joshua Budo Mutale kwangu mimi nadhani ndo alikuwa mchezaji bora katika kikosi cha Simba kwa siku hii ya leo, kwa sababu amehusika katika namna kubwa sana ya kucheza soka lake. Ukiangalia katika kipindi cha kuzuia unamuona Budo anazuia vizuri, lakini pia muda ambao timu inashambulia anahusika pia katika mashambulizi. Kwa hiyo naona walikuwa na kiwango bora sana Simba katika siku hii ya leo, na wamestahili pia kuweza kushinda mchezo wao, kuondoka na alama 3. Kitu ambacho kimeonekana ni muunganiko ambao wameutengeneza kocha Fadlu Davis katika kikosi cha Simba, lakini pia pongezi nyingi sana pia nazo ziende kwa kocha Ahmad Ali wa JKT Tanzania kutokana na quality ama ubora ambao wameuonyesha wachezaji wake na namna ambavyo yeye amekuwa anaiseti timu yake inapoingia uwanjani kucheza na timu kubwa. Kwa msimu huu hawajapoteza mechi nyingi katika uwanja wa nyumbani, lakini hata ikitokea wamepoteza unaona kuna kazi ngumu ambayo imefanyika kweli kweli na mpinzani mpaka kuja kushinda. Tuliwaona Singida Black Stars walishinda pale kwa tabu kweli kweli, lakini pia tumewaona na Simba nao wamejitahidi, wameweza kupata alama 3. Kwa hivyo pongezi pia kwa kocha Ahmad Ali pamoja na Fadlu Davis ambaye naye pia amefanya kazi yake vizuri kabisa. Yote kwa yote ilikuwa ni moja kati ya mechi bora sana za kuweza kuzitizama.